imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Kwa nini Mungu ana sifa ya roho? Unajua kazi ya roho ni kuchunguza. Yaani wewe unaweza kuwa unawaza kitu fulani hapa. Mimi katika mwili sijui, lakini aliyepo katika roho anajua. Yaani ndio maana nimesema hapo mwanzo, unaweza kuficha kitu ndani ya kanisa. Unaweza kumficha mtumishi wako, lakini huwezi kumficha Mungu. Mungu anayeona vilivyo nini? Sitini. Wewe hupaswi kuwa na hasira. Ngoja niwaambie, hivi vitu vidogo vidogo mnavyoviona, mnajibu wenzenu vibaya, wanakasirika, mnye mnanuna, sina nini, mnachapa watoto wenu tu, mnachapaga tu bila hata, yani bila utaratibu, yani mnachapa tu. Hivi vitu vidogo vidogo mnavyofanya hivi vina madhara. Ya kuchukua vineno pale kupeleka pale, kuchukua kule kupeleka kule, alafu unasema Bwana atusaidie. Hakuna cha kukusaidia kwa Bwana wewe. Hivi vitu vidogo vidogo vinakomesha baraka hivi. Unaweza kuona shetani anakufuatilia, wachawi wanakufuatilia, waganga wanakufuatilia, mapepo wanakufuatilia, majini wanakufuatilia, kumbe kuna vitu nini? Vidogo vidogo. Mimi Mungu amenitoa muhanga nije niseme kweli yake duniani. Mungu amenitoa muhanga, mimi sijajitoa. Mungu amenitoa nini? Muhanga nije hapa duniani mwafundishe. Huwezi kumwabudu Mungu wakati unasema watu vibaya. Huo ni uongo. Huwezi kumwabudu Mungu afu unakomesha mambo ya watu afu unataka yani wewe tajiri peke yako tu. Ukiwa na hela peke yako alafu wengine wataki hela, wanataka wasiishi. Bwana Yesu apewe sifa. Watu wote wanaomwabudu Mungu imetupasa kumwabudu Mungu katika roho na kweli, huku tukiongozwa na upendo wa Mungu ulio ndani yetu. Mimi si watakatifu wa Bwana. Usioneshe heshima mbele za Mungu unapokuwa na mtumishi. Onesha heshima mbele za Mungu na siku zote, hata ukiwa peke yako, kwamba kusema uongo ni dhambi. Kumchukia mtu ni dhambi. Mimi ni watoto wangu wote napenda Bwana magari wote. Napenda wote mfanikiwe wote. Amen. Na mkiona maombi nayo muomba Mungu kwa ajili ya kanisa na kwa ajili ya watu duniani, ni maombi ya kuwapatanisha wao na Mungu. Sio maombi ya kuharibu. Haleluya. Ya kuwapatanisha nani? Na Mungu. Yaani watu wapatane nani? Na Mungu. Huo ndio ukweli. Kutaka kibinti na kijana kake huko tena na salisani na kaloka kijana hapa na binti ufuatilibu hakuna. Naomba nikwambie, kama ulimwomba Mungu akukutanishe na baba ambaye ndio mimi, basi nisikilize. Maana yamkini ninachokitaka Mungu anataka usikilize sio kile unachotaka. Ila hiki ambacho unatakiwa ukisikilize ndicho kitatoa ukombozi kwenye maisha. Ukiishi bila malawama haupanikiwi. Utafanikiwa? Shetani atakupata wapi? Akija kwenye uongo hakuguti. Akija kwenye hila hakuguti. Anakuta mbona ukaokoka? Mungu asema mbarikiwe. Imetupasa kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Sio tumwabudu, katika ukweli. Anataka ukweli.